Masomo ya misa takatifu juma la 3 katika kipindi cha kawaida mwaka A. Ni kumbukumbu ya watakatifu Timotheo na Tito waliokuwa maaskofu. Somo la kwanza, Timotheo wa pili, sura ya kwanza, mstari wa kwanza hadi 8. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Timotheo. Mimi Paulo, kwa kusudio la Mungu, mtume wa Kristo Yesu, kadri ya ahadi ya uzima unaopatikana katika Kristo Yesu, na kusalimu wewe Timotheo, mwanangu mpendwa. Neema, huruma na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu Bwana wetu ziwe nawe. Namshukuru Mungu ambaye namtumikia kwa dhamiri safi kutokana na wazee wangu. Nawe ninakukumbuka daima katika sala zangu usiku na mchana. Nikikumbuka machozi yako, ninatamani kukuona nipate kujazwa tena furaha. Hayo yanikumbusha imani yako isiyo na unafiki iliyokaa kwanza katika bibi yako mzee Lois na mama yako Eunice, na nina hakika ndani yako pia. Ninakukumbusha uiamshe neema ya Mungu iliyomo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Kwa maana Mungu hakutupelekea roho ya woga, bali roho wa nguvu na wa upendo na wa kushika kiasi. Basi usione aibu kumshuhudia Bwana wetu, wala usione aibu kwa sababu yangu mimi niliye mfungwa wake, bali uvumilie pamoja nami kwa ajili ya Injili, ukitegemea nguvu ya Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 96 mstari wa kwanza hadi 3, 7 hadi 8, kisha mstari wa 10. Kitikio: yahubirini maajabu ya Bwana kati ya watu wote. Yahubirini maajabu ya Bwana kati ya watu wote. Mwibieni Bwana wimbo mpya, mwibieni Bwana nchi yote, mwibieni Bwana, lisifuni jina lake. Yahubirini maajabu ya Bwana kati ya watu wote. Siku kwa siku tangazeni wokovu wake. Uhubirini utukufu wake kati ya mataifa, maajabu yake kati ya watu wote. Yahubirini maajabu ya Bwana kati ya watu wote. Mpeni Bwana, enyi jamaa za mataifa, mpeni Bwana sifa na enzi. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Yahubirini maajabu ya Bwana kati ya watu wote. Waabieni mataifa, Bwana ni mfalme, amekaza ulimwengu usitikisike. Atawahukumu watu kwa haki. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Sifa kwako Bwana. Luka sura ya 10 mstari wa kwanza hadi 9. Wakati ule Bwana aliweka wengine 72 aliowatuma wawili wamtangulie katika miji na vijiji vyote alivyotaka kuvitembelea mwenyewe. Akawaambia, mavuno ni mengi, lakini wafanye kazi ni wachache. Basi
Mwombeni Bwana wa mavuno apeleke wafanye kazi katika mavuno yake. Nendeni, angalieni, na watuma kama wana-kondoo kati ya mbwa mwitu. Msichukue mfuko wa fedha, wala mkoba, wala viatu, wala msisalimie mtu njiani. Kila nyumba mnayoingia, semeni kwanza, amani iwe na nyumba hii. Na ikiwa mwana wa amani yumo, amani yenu itatua juu yake, lakini ikiwa hayumo, amani yenu itarudi kwenu. Kaeni katika nyumba hiyo, mkila na kunywa mpeavyo nao, maana mfanya kazi astahili mshahara wake. Msiende toka nyumba hata nyumba. Mkiingia mjini, wanapowapokea, mle mnachoandaliwa. Waponyeni wagonjwa waliopo, mkawaambie watu, ufalme wa Mungu umekaribia. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo.